sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 4, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika Wafalme wa Kwanza sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 4 na ile aya ya 10 hadi ya 12, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 13. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Siku ile Yesu aliwaita wale tenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale, na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa, katika Injili ya leo tunaona Yesu akiwatuma mitume wake 12. Yesu kama mwalimu anawatuma wanafunzi wake baada ya kukaa nao na kuwafundisha na kuwaonyesha mifano. Sasa anawatuma kwenda kuhubiri habari njema ya Mungu. Yesu anapowaagiza mitume wake na kuwaambia wasichukue kitu njiani isipokuwa fimbo tu, sio kwamba alitaka wakose chakula njiani au mavazi ya kubadilisha, bali wawe na mtazamo wa utume na wakimtegemea Mungu kiaminifu, si mali zao. Pia alipowaambia wabebe fimbo ni ishara ya utume na mamlaka. Yesu aliwaambia wabebe fimbo ikiwa ni ishara ya kuwa wachungaji wa kuwakomboa watu, na pia aliwapa mamlaka juu ya pepo wachafu, waende wakawatoe pepo na kuwaponya watu. Katika Injili ya leo tulioisikia hivi punde, tunapata mafundisho mbalimbali. Fundisho la kwanza ni kwamba kila Mkristo ni mtume. Tunaalikwa kutambua kwamba kama Kristo alivyowatuma wanafunzi wake wote bila kumbakiza hata mmoja, vivyo nasi kama Wakristo tuliobatizwa ni jukumu letu kuitangaza habari njema ya Mungu mahali popote bila kujibakiza, kwa kuanza kwa matendo na maneno yetu, kama Mtakatifu Gaspar del Bufalo alivyokuwa mtume hodari wa damu azizi ya Yesu kwa kuwatumikia wengine bila kujibakiza. Fundisho la pili ni umuhimu wa kushirikiana. Katika Injili yetu tumeona jinsi Yesu akiwatuma mitume wake wawili wawili, akitaka wawe na ushirikiano. Hivyo nasi yatupaswa kuwa na ushirikiano katika kutangaza habari njema ya Mungu kwa watu wote, kwa kusaidiana, kushauriana, na tukitambua kwamba Injili si ya mtu mmoja, bali ni ya jumuiya ya waamini wenye imani moja. Fundisho la tatu ni tuwe watu wa toba. Katika Injili wanafunzi walihubiri kwamba watu watubu. Kutubu au toba ina maana ya kubadili na kugeuza mawazo na kuikataa dhambi na kumgeukia Mungu ili kupokea wokovu uletwao na ufalme wake. Hivyo basi, ili tuweze kuitangaza vyema Injili ya Mungu na kuwahubiria wengine kwa matendo yetu, tunaalikwa kuwa watu wa toba. Fundisho la 4 tunalolipata, tusiwe watu wa kukata tamaa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mahali ambapo hawatokaribishwa wala kusikilizwa, wakung'ute mavumbi yaliyo chini ya miguu yao kisha waondoke. Sio kwamba Yesu aliwaambia wakate tamaa, bali waendelee kuihubiri Injili sehemu nyingine ambapo watu wana uhitaji. Hivyo nasi leo tunapokataliwa, tunapopingwa au kukatishwa tamaa, tusirudi nyuma, bali tuendelee mbele na kuzidi kutangaza neno la Mungu. Pia katika siku ya leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Agata, bikira na shahidi, ambaye alizaliwa huko Catania, Italia. Toka utoto wake aliweka nadhiri ya ubikira kwa Mungu. Hata alipotaka kuolewa na gavana wa Italia, alikataa na kumpelekea kukamatwa na kuteswa. Licha ya hayo yote, alizidi kuishikilia imani yake
bila kukata tamaa, akimwamini Kristo. Mtakatifu Agata aliteseka hata siku ile anapofariki. Alisali akisema, Bwana Muumba wangu, umenilinda daima, umenipa uvumilivu niteseke na kujitenga na matendo ya ulimwengu. Pokea sasa roho yangu. Katika maisha haya Mtakatifu Agata tunajifunza kuwa daima tuilinde imani yetu hata ikitugharimu kumwaga damu zetu, huku tukitambua kuwa Mungu ndiye kimbilio letu na yeye ndiye wa kuabudiwa na kutukuzwa milele. Basi katika siku ya leo tuzidi kuomba neema ya Mungu kuwa mitume wa kweli, tuwe watu wa toba na imani thabiti kwa Mungu wetu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Sigifridi Munishi wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana limekuja kwetu sisi.